Hayo kwingineko, vijana kutoka eneo bunge la Lamu Magharibi katika kaunti ya Lamu wameungana katika juhudi za kuhifadhi ziwa moja kwa kupanda mti na kusafisha ufuo wa ziwa hilo. Kwa mujibu wa vijana hao, hatua hiyo imechukuliwa baada ya kubaini kuwa ziwa hilo limetelekezwa kwa miaka mingi, licha ya kuwa tegemeo muhimu la kiuchumi kwa wakazi wanaoishi katika maeneo ya karibu. Vijana hao wameeleza kuwa ziwa moja linahitaji kuhifadhiwa kutokana na athari zinazozidi kujitokeza za mabadiliko ya tabia nchi. Lake Moa ndio inasimamia economy ya kijiji cha Moa, kwa sababu it takes a fisherman hours kwenda kufanya fishing, kukuja kuland samaki na kuuza hiyo samaki iende, pesa hizo ndio zina circulate hapa, compared to farming ambayo inachukua mkulima 4 months 5 months ndio aweze kuvuna. Inachukua mfugaji wa mifugo almost a year or 2 ndio aweze labda kuuza yule mnyama. So Lake Moa ndio inasimamia economy ya Moa, kwa hivyo inabidi tuhifadhi. Shughuli hii ya kuja kusafisha mazingira haya, kupanda miti ambayo sasa itasaidia mazingira yetu yakuwe vizuri. Miti inatuletea mvua. Hii mvua ikikuja, hata ziwa letu litakuwa nzuri zaidi, mimea yetu itakuwa mizuri zaidi. Sisi kama wanawake hatutakuwa na ile struggle ya kutafuta chakula mbali. Kuna wakati hii lake ilikuwa imefika huku juu, lakini imeenda ikisonga kwa sababu ya ile udongo kuingia kwa lake. Lakini tukiendelea kuconserve na kupanda miti, itazuia ile udongo kuingia kwa lake. Ziwa la Moa zinapeana maji na sehemu za ukulima katika eneo la Witu. Kwa hivyo bila kulihifadhi tutakupata ya kwamba wananchi watakosa mahali pa kulima, wafugaji watakosa mahali pa kulisha kunywesha ng'ombe na kutakuwa kumekauka.